iShowSpeed ni moja kati ya watu wanaozidi kuzua gumzo kwenye mitandao ya kijamii. Lakini kwa yule asiyemjua iShowSpeed ni kijana kutoka Marekani aliyezaliwa tarehe 21 Januari ya mwaka 2005, na nikujuze kwamba iShowSpeed alijipatia umaarufu mkubwa duniani kupitia mitandao ya kijamii hasa YouTube, TikTok na hata Instagram. Hii ni kwa maudhui yake ya burudani yanayoendeshwa kwa matangazo ya moja kwa moja, yani live streaming. I got it. I know. iShowSpeed anajulikana hasa kwa kucheza michezo ya video, yani gaming. Hii ni hasa kwa FIFA. After every win, Cristiano Ronaldo goes to the altar to celebrate with the team, and I'm going to be joining them. Let's go. Na pia usichokijua kwa iShowSpeed ni kwamba yeye ni shabiki mkubwa wa mchezaji mkubwa duniani CR7, yani Cristiano Ronaldo. Mara nyingi yeye hupenda kufanya live streaming zenye hisia kali, vichekesho na hata miitiko ya ghafla. Speed hujihusisha na burudani inayochanganya ucheshi, mishangao na hata wakati mwingine utata. Kwa sasa iShowSpeed yupo kwenye tour ya kuitembelea Afrika, na kulingana na ripoti mbalimbali pamoja na trailer rasmi ya ziara hiyo, iShowSpeed anatarajiwa kutembelea nchi 20 barani Afrika, na kati ya nchi zenyewe ni Algeria, Angola, Benin, Misri, Eswatini, Ethiopia, Ghana, Ivory Coast, Kenya, Liberia, Morocco, Msumbiji, Namibia, Nigeria, Rwanda, Senegal, Afrika Kusini ambayo ni South Africa, Zambia na hata Zimbabwe. Speed alianza rasmi ziara yake ya Afrika nchini Angola, kisha akaadhimisha mwaka mpya nchini Afrika Kusini. Lakini kabla ya hapo alisafiri kwenda Msumbiji kabla ya kuwasili katika ufalme wa Eswatini, na kwa sasa anatarajiwa kutembelea nchi kadhaa. Kati ya nchi zenyewe ambazo anafaa kuzitembelea ni Ethiopia, Zimbabwe, Nigeria, Botswana, Zambia na 254 yani Kenya. It's that time. We about to race and see them. Come on, baby. Mwisho ni kujuze kwamba lengo kuu la iShowSpeed nchini Afrika ni kuunda maudhui ya moja kwa moja yanayosambaa kwa kasi kwenye mitandao ya kijamii na hata kujitosa kikamilifu kwenye tamaduni mbalimbali za Afrika. Pia anachunguza mila za wenyeji pamoja na mazingira ya kila eneo katika takriban nchi 20, na hii ni ndani ya siku 28. Ziara hii inalenga kuonyesha uzoefu halisi wa ghafla na hata usiotabirika kwa watazamaji wake wa kimataifa, na kupitia mradi huu mkubwa unaofadhiliwa na hata kudhaminiwa, iShowSpeed anachanganya ugunduzi wa tamaduni, burudani ya hali ya juu na hata ushiriki mkubwa wa mashabiki. Pia changamoto za kimwili kama majaribio ya nguvu au michezo ya asili ya wenyeji, hatua inayovutia watazamaji wengi kwenye mitandao ya kijamii na hata kuongeza uelewa wa muonekano wa tamaduni za Kiafrika. Je, hivi unahisi iShowSpeed akija Kenya atatembelea maeneo gani muhimu ili apate kuona tamaduni na asili mbalimbali za Wakenya? Usikose kusikiliza #ya leo kila siku Ijumaa saa 10 jioni ndani ya Dayo YouTube channel.